Najua kuna wale watu wanajifanya miamba vijijini. Kuna wale wanajiita miamba vijijini. Hivi jamani, kuna mtu alikuwa mwamba jeshi la polisi kuliko mimi? Sasa huyo mwamba huyu aliyekuja kufanya hapa mwamba kijini anatoka wapi? Anazunguka huku na huku. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatolewa kwa ajili ya manufaa ya watu wote. Haiwezekani mtu mmoja au kikundi cha watu wachache wakamiliki maheka mengi, wakamiliki maeneo mengi kama wanavyotaka. Haiwezekani. Zaidi ya wananchi 700 kutokea katika kijiji cha Mpeta na vitongoji shikizi vikiwepo kitongoji cha Asante Magufuli, Senta Bariadi na Mwanturubantu katika wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wameweza kupatiwa mashamba mapya kwa ajili ya kuweza kulima na kuweza kufuga. Baada ya hapo awali mashamba hayo walikuwa wamevamia mashamba ya wawekezaji katika wilaya na serikali iliweza kuwaondoa, lakini pia serikali iliweka mpango mpya wa kuweza kuwagawia maeneo ya kuweza kudumu na kuweza kulima kwa ufasaha zaidi. Lakini leo hii mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo ameweza kufika hapa katika maeneo haya ya kijiji cha Mpeta kwa ajili ya kuwasikiliza wananchi, lakini awali liliendeshwa zoezi la kuweza kuwagawia mashamba wanakijiji hawa, na hapa mkuu wa mkoa wa Kigoma ameweza kufika na kuwasikiliza baada ya kamati ambayo iliundwa maalum kwa ajili ya kuweza kuwapatia maeneo mbalimbali ambapo kila kaya imeweza kupatiwa heka 9 kwa ajili ya kuweza kulima. Zoezi rasmi la kutekeleza maelekezo yako na maelekezo ya serikali yalianza tarehe 19. Baada ya kufanya hiyo, tulikuwa na hatua 2 tulizopitia. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuhakiki kaya ambazo zitapangwa kwenye eneo lililotolewa na serikali. Ilifanyika kwa weledi mkubwa na timu ilifanya bila kuchoka, na zikabainishwa na kuhakikiwa kaya 1586. Hatua ya pili iliyofuata ilikuwa sasa, baada ya kubaini kaya hizo, kukaa na kupima, kupanga na kugawa mashamba kwa kaya hizo. Tulifanya zoezi hilo wakati wa utekelezaji wa hatua ya pili ya upimaji na upangaji, na hivyo tukajikuta kaya zimeongezeka kutoka 1586 hadi 1826, sawa na ongezeko la kaya 240. Na tukatuka tumepata jumla ya kaya 458 ambazo zilileta malalamiko hayo, tukazichuja mpaka zikapaki kaya 240. Kwenye zoezi hili tuligawa ekari 9 kwa kila kaya. Kwa utaratibu wa mila zetu za Kisukuma, ukienda kwenye kaya utakuta baba anaishi na wake zake kama ni 2, 3, 4, lakini pia ana watoto zake waliooa, wote wanaishi sehemu moja kwenye kaya moja. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya, yule mwenye mtoto aliyeoa, yule mzazi au yule baba mwenye wake watatu, wote tulikuwa tunachukulia taarifa kama kaya inayojitegemea. Kwa hiyo kuna kaya hapa unaweza kukuta jina moja la ukoo mmoja lina ekari zaidi ya 153. Ni katika utaratibu huo kwamba tumekuja kwenye mje wako tukakuta mko watu 9 mnaostahili kupewa, kwa maana ni kazi zilizojitegemea zinazojitosheleza. Kwa wote tunawapa ekari hizo. Kwenye zoezi hili tuliweka na kutenga maeneo pia kwa ajili ya huduma za kijamii. Na tuliwaambia wakati tunaanza, kabla hatujaanza kugawa, kupanga na kufanya nini, tulikuwa tunakutana na wananchi, tunafanya mkutano hadhara kuwapa utaratibu. Kwa kuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya huduma za kijamii ambapo tuna jumla hekta 713.15.84. Hizi zitatumika kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya huduma za afya, shule, ibada na mambo mengine yote ambayo yataonekana ni muhimu kwa ajili ya huduma za kijamii. Na tuliwaambia kwamba huko tunakowagawia ekari 9 sio sehemu ya makazi, kwa sababu ziko mbalimbali, na kwa sababu tunataka pia huduma za kijamii ziwepo. Ukienda huko huduma za kijamii zitakuwa mbali na wewe. Nimeamini wananchi hawa ni watulivu, walikuwa wanasubiri tu utaratibu wa serikali na wamekubali kwa juhudi zote jinsi walivyoshirikiana na wataalamu, ndio sababu mpaka leo wana utulivu. Na kwa taarifa aliyotoa mtaalamu, kwa kweli imeturidhisha sana ndugu mkuu wa mkoa, kwa sababu ameeleza kuna sehemu wametumia busara vizuri, kuna sehemu wametumia taarifa zile za vyanzo vyote vya taarifa kutoka katika vijiji, wale ambao wamekosa sehemu, lakini wameweka pia akiba kwa ajili ya maendelezo ya baadaye.
Niwapongeze sana, na kinachofuatia sasa ni kuhakikisha kwamba mnapewa hati ya maeneo yenu. Niwaombe sana, wakina Sita anakimbia anaenda Dar es Salaam, anakwenda wapi, anachukua fedha za wakulima, anawadanganya. Namfahamu vizuri sana yeye na wenzake wanaharakati. Naombe waje walime, waje wafuge, wasihangaike. Hiyo haiwezi kuwasaidia. Kazi na utu. Anazunguka huku na huku. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatolewa kwa ajili ya manufaa ya watu wote. Haiwezekani mtu mmoja au kikundi cha watu wachache wakamiliki maheka mengi, wakamiliki maeneo mengi kama wanavyotaka. Haiwezekani. Sasa wanapoona watu wengine wanagawiwa sehemu ambayo wao walikuwa wanamiliki isiyokuwa halali, inakuwa ni nongwa, wanazunguka huku wanachukua fedha za watu. Ni muombe tu Sita na wenzake waje wafanye biashara, waje walime, waje wafuge, lakini uwezekano kwamba watapata hekari nyingi kuliko wengine haipo. Naomba tuwapigie makofi serikali yetu. Alafu aache tabia ya kutishatisha watu. Unamtisha nani? Sheria zipo, tunasimamia sheria. Wewe hauko juu ya sheria. Tumegawa haya mashamba kwa kufuata sheria. Hiyo habari kwamba mtu umepewa eneo, kuna kiumbe mwingine anatoka huko alikotoka, umepewa na serikali, anakuja kukutishia, tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Najua kuna wale watu wanajifanya miamba vijijini. Kuna wale wanajiita miamba vijijini. Hivi jamani, kuna mtu alikuwa mwamba jeshi la polisi kuliko mimi? Sasa huyo mwamba huyu aliyekuja kufanya hapa umwamba kijini anatoka wapi? Hatupo kuonyeshana umwamba hapa, lakini kimsingi utawala wa sheria ni swala la msingi. Utii wa sheria bila shuruti ni swala la msingi. Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo, sisi tumekuja kusimamia maelekezo na mmepata maeneo yenu. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuendeleza maeneo yenu kama nilivyosema hapo awali. Kesho na kesho kutwa, hii dunia tunapita. Unapoondoka unaacha familia yako mahala ambako na yeye akizaa wajukuu anawacha kwenye maeneo yao. Tutaendelea kukusanya taarifa kama kuna watu ambao tumewasahau kwa bahati mbaya. Hayo mashamba yaliyotengwa pia tutaangalia namna ya kuyashughulikia ili kusudi tuweze na nyinyi kupata yale maeneo. Lakini wale wengine ambao kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, wale ambao wanataka kutudanganya, ndugu wa Tanzania wenzangu, unapoleta taarifa za uongo, tukibaini taarifa za uongo tutakushtaki. Usitaki kujiingiza kwenye matatizo mengine. Tayari umeshapata heka zako 9, na kama unafikiri hazitoshi, omba, tutaona namna ya kukuangalia kwa namna nyingine. Lakini ukitetea udanganyifu, na sisi tutakushughulikia kwa mujibu wa sheria. Mpeta safi. Mpeta safi. Bwana yetu asifiwe sana. Wasalamu alaikum. Mmefurahi, mmechukia? Hebu waliofurahi wapige makofi. Hebu waliochukia wapige makofi. Kazi na utu. Kazi na utu. Lakini tumeona pia njia haipiti vizuri. Tutazungumza na TARURA. Tunajua pia kwamba hamna dispensary hapa, tutazungumza na TARURA. Lakini kitu cha kwanza kabisa ni kurasimisha baadaye hapa pawe kijiji. Kisha kuwa kijiji mambo yote yatafanyika. Sawa sawa jamani? Mheshimiwa DC, sisi leo tumekuja kuwathibitishia kwamba hayo maeneo waliopewa wamepewa na Mheshimiwa Rais. Kinachofuatia kwao ni kuandaa maandalizi ya kuwapatia hati. Kuna wengine wamekuwa wananipigia simu kila wakati kwamba Kamanda Siro, sasa inakuwaje habari ya hati? Nikamwambia nitakuja kukuambia na wataalamu wetu muichukue hiyo. Tumeshawapa maeneo, kinachobakia sasa ni kurasimisha wapate hati ya kudumu. Binafsi pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapendo yake mema, lakini pia kwa nia yake njema na wakazi wa mkoa wa Kigoma, hususani watu wa Mpeta wa vitongoji vya Mwandubandu, Senta Bariadi na Asante Magufuli, kwa kuona umuhimu wa kutoa ardhi ya serikali ili kuhakikisha kwamba wananchi hawa wa Tanzania hawa wanaendelea kuifurahia, lakini
pia kushiriki kwenye shughuli zao za kiuchumi ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kipekee kabisa mimi nikushukuru sana wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa dhamira yako ya dhati. Nadhani tangia umeingia mkoa wa Kigoma huna miezi 6. Lakini jambo hili lina zaidi ya miaka 3 tangia limetolewa maelekezo. Na ndani ya muda huo jambo hili limekwisha na limekamilika. Kwa hiyo binafsi mimi naomba niungane na wananchi hawa kukushukuru sana wewe, lakini kukupongeza sana wewe kwa kazi kubwa hii uliyoifanya ya kulimaliza jambo hili. Ndugu zangu, jambo hili halikuwa dogo. Lakini nyie mnafahamu jambo hili tulikuwa tumekwamia wapi. Kuna watu wachache tu ambao walisema kwamba wao ni wawakilishi wetu. Wametuyumbisha sana na wao hawakufurahia hiki ambacho sisi tunakifurahia leo.